radhi kwa kuchelewa kuanza kwa mkutano wetu huu. Tulipanga kuanza saa 4 kamili, lakini bwana huyu ametuchelewesha, amekuja hapa saa 5. Hii ni dhahiri shahiri inaonyesha kwamba kwao hajafundwa kuelewa namna gani anapaswa kuheshimu muda, na hii ni taswira halisi kuonesha kwamba anatoka kwenye utawala wa namna gani ambao haheshimu muda wa watu na haheshimu mipangilio ya watu. Lakini hatuna budi kumsamehe na kuendelea kumfundisha nini anapaswa kufanya tunapokuwa tumekubaliana kwenye swala la muda. Awali ya yote niwapongeze na niwashukuru wale wote ambao mmekuja kuhudhuria kwenye mkutano wetu huu wa siku ya leo, ambapo hili ni tukio la kihistoria, ama mkutano huu tunaofanya hapa ni mkutano wa kihistoria ambao haujawahi kufanyika katika nchi yetu hii ya Tanzania. Leo kwa mara ya kwanza tunafanya aina hii ya mkutano, na tunakwenda kufanya jambo hili kwa mara ya kwanza, na tunaamini litakuwa na mapokeo makubwa kweli kweli kwenye jamii yetu ya Kitanzania. Mbele yenu tupo watu kutoka vilabu mbalimbali. Tuko sisi wakubwa wa Tanzania, Simba Sports Club, lakini vile vile tuko na wenzetu hawa mnaoona upande wetu wa kulia. Lakini shughuli yoyote haikosi mpambe. Tuko na wapambe wa shughuli hii ambao ni ndugu zetu kutoka Azam FC. Sasa tupiga makofi wewe. Ndio umepewa hiyo nafasi ushukuru. Singida akapewa. Wewe umepewa baada ya kushukuru unasikitika. Wapambe Azam. Sasa. Vumilia hutaki toka. Kwa hiyo tuko na mpambe hapa Azam FC kwa ajili ya kuja kushuhudia kile ambacho kinafanyika hapa kileo. Na na hao ndio mashabiki wa hiyo timu kwa idadi yao wote. Tunaposema mashabiki wa Azam FC ndo hao wawili unaowaona hapo. Mashabiki wa Azam FC tuko wengi, ila hawajapata nafasi ya kukaa huko. Wengine wako nje, hawajapewa nafasi, haki za binadamu hazijapatiwa. Human rights hazijapatwa. Na kiuhalisia na kiuhalisia hawa bwana wanafukuzia ajira viwandani. Ndio maana ndio maana ndio maana Simba oye! Azam oye! Timu yenye kauli mbiu Tanzania. Ni oye chama cha siasa. Ndio maana mabwana wamejiattach na hii timu kwa sababu wanajua basi ndugu yangu. Imetosha? Imetosha. Atawaoa mimi. Kwa hiyo ni ndugu zetu tuko nao, na sisi tunawaombea wafanikishe malengo yao yakiwa ndani. Akisha toboa hapo shabiki msomi bosi mchezaji ana suti 15 zina mguu mmoja. Akisha fanikisha wa ndani akikosa dhambi kubwa. Akisha usifanye mchezo. Nimeshapiga